Baba twasema, Baba twasema, twasema ewe Mungu. Leo natamani tumalizie somo letu tulilolianza wiki iliyopita ambalo lilikuwa na kichwa gani? Vitisho. Na tukasema kwa mujibu wa Biblia, muasisi au mwanzilishi wa vitisho ni nani? Shetani mwenyewe. Kwa hiyo shetani na mapepo yake ndio hasa ambao wanasababisha vitisho kwa watu. Na kwa sababu shetani huwezi kumuona katika mwili, wala mapepo huwezi kuyaona katika mwili, yanakuja anaongea na wewe. Kwa hiyo yanatumia watu. Na wakati mwingine anaweza asitumie watu, yakakutumia wewe mwenyewe kwa ajili ya kujiathiri mwenyewe. Sijui kama naeleweka vizuri. Yanaingia ndani ya mawazo yako, yanasema na wewe ndani ya akili yako. Unaona kama huelewi vile, unaanza kufikiri tofauti na ambavyo Mungu anavyokuwazia. Vitisho vinaanza kuingia ndani yako, unapoteza mwelekeo. Na mimi niseme hivi, ukiwa ni Mkristo, ukiwa ni mtumishi, ukiwa ni mfanyabiashara, ukiwa ni mkulima, ukiwa ni nani katika nafasi yoyote, ukiendekeza vitisho hutafika popote. Kama unatamani maisha yako yawe ya ovyo, acha kusimamia kile ulicho nacho kwa sababu ya vitisho. Mimi nafikiri wakulima, ikifika tu msimu wa kulima, hawajalishi kwamba kuna mvua au hakuna mvua, wanalima. Au mnasemaje? Wakati mwingine jua linawaka, mkulima analima. Alafu anasema Mungu atusaidie tupate mvua. Lile jua linalowaka halimtishi, kwa sababu ana malengo. Anajua hata kama jua linawaka, mimi nitalima, Mungu ndiye atakayeleta mvua. Haya ndio maono mazuri. Ukishafika mahali unaona mafanikio yoyote, yawe ya kiroho, yawe ya kimwili, huwezi kuyafikia bila kuona vitisho. Haiwezekani. Wewe nani? Kila mara unapotaka kuingia kwenye hatua fulani ya mafanikio, lazima shetani alete vitisho. Na vile vitisho lengo ni kufanya nini? Kukatisha tamaa, kukurudisha nyuma, kukudhoofisha. Ule ujasiri wako uliokuwa nao upotee. Lakini ikifika mahali ukajitia nguvu, Biblia inatuambia ni kujitia nguvu. Unasema hata kama kuna vitisho, mimi nalazimika kusonga mbele. Hata kama kuna kushambuliwa, hata kama kuna kukatishwa tamaa, mimi ninasonga mbele. Ukiwa mtu wa namna ile utafanikiwa. Waisraeli walipotaka kuingia Kanaani, wanaiona kabisa Kanaani hii hapa. Musa alichokifanya, akasema nendeni kila kabila atokee mtu mmoja, mkuu wa kabila, muingie Kanaani mkapeleleze. Wakaikuta nchi imejaa nini na nini? Maziwa na asali. Maana yake ni nchi nzuri, ardhi nzuri, hali ya hewa nzuri, chakula kizuri, mifugo inafugika vizuri. Lakini pamoja na maziwa na asali, waliona tena nini? Si waliona Wanefili? Kazi ya Wanefili ilikuwa ni nini?
kuwatisha ili wasiingie kwenye yale maziwa na asali. Sema amen. Kuwatisha. Katika watu 12, watu 10 wote wakarudi wakasema, Musa, hatuwezi kuingia ile nchi. Ni kweli ina maziwa na asali, ni kweli ni nchi iliyobarikiwa, lakini sisi haturuhusiwi kuingia pale. Kwa nini? Tumewakuta Wanefili, wana wa Anaki. Alafu wakaongezea tena wanakula watu. Alafu sisi wenyewe tukaanza kujiona namna gani? Kama mapanzi, tayari wameshatishika, wamelainika. Watu wawili, Yoshua na Caleb, hao ndio wakasimama mbele ya Musa, wakasimama kinyume na wale 10. Wakasema, Musa, kama ni Mungu ambaye katuahidi tuingie ndani ya nchi hii, hawa Wanefili ambao wenzetu wanawaogopa watakuwa chakula chetu. Kama wanakula watu, na sisi tutawala hao Wanefili. Wasitutishe. Hii nchi tumepewa na Baba. Hii nchi Mungu ametuahidi. Ibrahim kaionyeshwa tangu zamani. Lazima tuingie Kanaani, iwe isiwe, lazima tuingie. Piga kelele, sema amen. Nataka niwaulize wale ambao mnasoma Biblia, wale 10 walioleta vitisho kwamba tusiingie kwenye hii nchi inakula watu, waliingia Kanaani? Walifika? Hakuna hata huyu. Wote walikufa jangwani. Na mimi nataka niseme, ukitaka huduma yako ife, ukitaka ukiroho wako ufe, ukitaka neema uliopewa na Mungu juu ya maisha yako ife, tishika. Wale wenye ufahamu wa kimungu wanasimama na Mungu peke yake. Wanasema, mimi nasonga mbele. Mimi nasonga mbele. Mimi nasonga mbele. Mimi sikati tamaa. Sema amen. Hivi unafikiri mimi Frederick Simon miaka 50 nikiwa namtumikia Mungu imekuwa ni rahisi tu, ni tambarare? Nafikiri nimeenda tu hivi? Paka unasikia Frederick mtumishi wa Mungu, nimekumbana na changamoto kila aina ya vitisho, kila aina, na vingine nikianza kuongea naona machozi yanatoka. Lakini niliamua kusimama na Mungu, nikasema, Bwana uliyeniita na kutazama wewe katika hali zote, nilale njaa au niwe nimeshiba, iwe ni kipindi cha baridi au cha joto, watu wote wanikatae, Mungu wangu haujanikataa. Mimi nasimama na wewe mpaka kieleweke. Leo nasherehekea miaka 50 kwamba nimemtumikia Mungu. Sio rahisi. Kuna wakati unakosa chakula na ni mtumishi, unatoka kuombea pepo linatoka, lakini huna hela mfukoni. Utaacha wokovu, utaacha huduma. Mahali pengine tunaenda kuhubiri, tunamaliza kuhubiri hamna nauli, tunatembea kwa miguu. Sehemu ya kutembea siku nzima au siku 2. Utaacha huduma. Na bado baada ya miezi kadhaa tena wanakuita, unaenda tena, na unajua hapa naenda kutembea kwa miguu. Lazima ufike mahali, shinda vitisho. Hebu mpe mkono uliyekaa naye, mwambie, hakikisha unashinda roho ya vitisho. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Tulisoma ile Nehemia sura ya 6 mstari wa 11. Ndipo tulipoishia lile andiko, tuwekee tena pale. Nehemia sura ile ya 6 mstari wa 11. Huo tuliusoma tukahitimishia pale, na mimi nataka niunganishe sasa kuanzia pale. Tukisema tusome wote tafadhali, kama mnajua kusoma. 1, 2, twende. Nami nikasema, je, mtu kama mimi
mtu kama mimi nikimbie? Nehemia amekatishwa tamaa na kina Sanbalati, anavunjwa moyo na kina Sanbalati kwamba hiki unachokifanya hata mbweha akipanda anabomoa. Lakini Nehemia anasema mtu kama mimi kweli nikimbie? Hamna kukimbia. Sema amen. Sema amen. Lazima ufike mahali jiamini, jikubali kwamba mimi ni mtumishi wa Bwana, mimi nimeokoka, najisimamia mwenyewe. Ukiwa na uokovu wa kuegamia watu hivi, ndio akitikisika kidogo utanguka mwereka. Na mimi Mungu amenipa neema, nimekuwa na uso mgumu wa gumegume. Ukinikunjia sura, na mimi nasema shauri yake, kwa sababu mbinguni mimi sija kuokoa hata tone la damu, sijawahi kulimwaga kwa ajili yako. Si ni kweli? Kama mimi niliwahi kukuokoa, nirudishie damu yangu. Kwa lazima uelewe kwamba wewe na Mungu hawa ndio mnaojuana, mlivyookoana huko mbele kwa mbele mpaka ukafika huko hapa. Huyo Mungu aliyekupatana naye kwamba Mungu, mimi nitakuwa na maisha ya kukunja midomo hivi. Haya, kikubaliana, okay, mimi hainihusu, mimi napiga injili, sitaki vitisho. Kuna kipindi fulani ilikuwa mwaka 80 na ngapi, sikumbuki vizuri, nilikuwa nacheza ngumi. Niliwahi kuambia kwamba na mimi niliwahi kucheza ngumi. Nilikuwa mcheza karate mzuri sana. Nilikuwa nainua vyuma. Hili ziwa lilikuwa liko hivi na hili limejaa hivi. Nilikuwa nainua chuma. Alafu tembea yangu mikono, nyama zimejaa huku, nilikuwa natembea hivi. Humu mote kulikuwa kumejaa sugu humu. Sugu. Nilikuwa napiga push up sio za mchezo. Kuna yale wanaita sijui mapeki yale, nilikuwa napiga ngumi gunia la mchanga. Paka unahakikisha gunia linatoboka. Sasa usione hivi nimechoka, lakini zamani hata hivyo ukinirukia najitetea kidogo. Ukinijia kwamba huyu ni mzee, usishangae akatoka hata meno mawili ya sebuleni. Uje vizuri, uje umejipanga. Sasa mimi nikaenda Burundi kwenye mashindano ya ngumi. Huyo jamaa ambaye naenda kupambana naye, yani alikuwa ni mtu anatisha kweli huko Burundi, Bujumbura. Sasa mimi nimeingia namna hii Burundi, napata taarifa kwamba huyu jamaa anapanda mti, yani mti mrefu hivi, anaupanda kichwa kikiwa chini, miguu iko juu, yana anaupanda kinyume hivi mpaka anafika huko. Alafu ndio mazoezi yake, alafu anashuka mti tena mpaka chini. Nikasema sasa wameshatangaza mahali pengi Mtanzania na Mrundi ngumi karate zieleweke. Kidogo nilitishika. Lakini umo ndani ya Warundi wakaja watu. Kumbe sio kila mtu anayependwa na wote jamani. Wakaja watu wakaelekea kwangu, wakasema usiogope, ni kweli nafanyaga hayo mazoezi, lakini kuna vitu vingine hawezi. Kuna kitu fulani na mbinu fulani hawezi, ukimwezea mahali fulani umemmaliza. Nikasema okay. Na mimi nikaanza kujitangaza, aje tutamalizana. Nampa dakika 15 nitakuwa nimemaliza game. Watu wanasema huyu anajiamini nini? Kweli nimeiva, niko vizuri. Alafu mimi nilikuwa na karangi fulani kama kakipemba. Si bado kapo kidogo Nilikuwa kama nang'ang'aa kidogo hivi karangi kakipemba, lakini nimejaa kweli. Hiki kitumbo kilikuwa hakipo. Nilikuwa niko fiti kweli. Siku ya game watu wamejaa namna hii. Alafu ilikuwa masaa ya jioni, ndio tunaingia ulingoni sasa. Mimi nimepiga tracksuit yangu, nguo ndefu mpaka huku, na juu shati fulani za training zile za mazoezi. Nimeingia nayo ndani na ruka namna hii.
naruka namna hii, nasubiri asogee. Baadaye tukaruhusiwa, tukaanza tukazipanga. Sasa si nimeshajua huyu, ili umlegeze mtumbe tu mahali fulani. Nikaanza kuvizia. Yaani nikwambie, dakika 10 hazikuisha. Jamani, nilimpiga, alilala chini, nataka kuongezea, wanasema no, utavunja sheria. Nikamwacha. Mwaka huo wanafunzi wake alikuwa na kitu wanaita dojo. Dojo ni mahali pale pa kufanyia mazoezi ya ngumi. Wanafunzi wake wote walimkimbia, wakahamia kwangu. Na ulikuwa mwaka wa njaa. Sasa kutokana na hao wanafunzi, mimi nikaishi Bujumbura vizuri. Maana wananipa hela na mimi nawafundisha ngumi kama mwalimu mzuri wa ngumi. Kama ningeogopa vitisho, si na mimi ningekula muhogo mbichi tu kule. Vitisho vilivyokuwepo pale, niliziba masikio, nikasema lazima kieleweke. Na mimi nataka nikusaidie kitu hiki. Unapoona vitisho vinainuka katika maisha, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye ndoa, iwe ni kwenye huduma, iwe kwenye mazingira ya kiroho, jitie nguvu na useme maneno haya: je, mtu kama mimi nikimbie? Ningekimbia nikarudi Tanzania, ningesomewa na kila mtu. Si ni kweli? Afadhali kipindi kile hata mitandao haikuwepo, hata simu hazikuwepo miaka hiyo. Lakini kwa leo taarifa zingejaa kila mahali. Mimi ninachotaka niseme, hakimbii mtu hapa, lazima tupambane, kieleweke kwa jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Tusome sasa Nehemia sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 4. Tusome. Lakini ikawa Sanbalati aliposikia ya kwamba tusaidiane kusoma wote, tulikuwa tukiujenga ukuta, akaghadhibika, akaingiwa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi. Anasemaje? Akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Wasamaria, akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyizia boma? Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Je, watayafufua mawe katika chungu hizi za kifusi, nayo yameteketezwa kwa moto? Mstari wa 3. Basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye, akasemaje? Hata hiki wanachokijenga, ukuta wao wa mawe. Mbweha, kwa wale ambao hawajaona, mbweha ni kama mbwa tu, size ya mbwa, lakini mbwa wale wakubwa. Mbweha, kwamba mbweha au mbwa anaweza kupanda ukuta kaubomoa. Si ni dharau ya kutosha hiyo? Mstari wa 4. Sikia Mungu wetu, maana tunafanya nini? Tunadharauliwa. Ukawarudishie mashutumu yao juu ya vichwa vyao, ukawatoe watekwe katika nchi ya uhamisho. Piga kelele, sema amen. Mungu wetu, tazama tunadharauliwa. Sikiliza nikwambie, moja ya vitisho jinsi vinavyokuja kwa mtu anakuonyesha dharau. Anakuonyesha nini? Kana kwamba unachokifanya si chochote, si lolote. Si chochote, si lolote. Unaweza kuwa na huduma, lakini huduma yako watu wanailinganisha na huduma ya mwingine. Jamani, naomba nisikilize vizuri. Mungu amemgawia kila mmoja neema kadri ya jinsi anavyopenda mwenyewe. Kama unanielewa useme amina. Hatuwezi kulingana. Kuna huyu anahubiri hivi, mwingine anafundisha hivi, mwingine anaimba hivi, mwingine anafanya huduma hii. Kila mmoja na neema yake. Haleluya. Nisijilazimishe kwamba ninaweza nikahubiri kama Mary Eferi, niridhike na kila neema Mungu alichonipa.
labda nimsogelee anielekeze zaidi. Sasa watu wanakujia, wanakuambia fulani wewe bwana, yani hata kuhubiri hujui. Yani wewe ukianza kuhubiri vya kushoto unaweka kulia, vya kulia unaweka kushoto. Hao watu si wanakuvunja moyo hao? Si wanakushutumu hao? Si wanakudharau hao? Ufanye nini? Uviache kwamba kumbe hata watu wameshaniambia vya kuhubiri haviwezekani, mimi naviacha. Mimi nikwambie, katika maisha ya rohoni, hata katika maisha wewe ya kawaida, wewe ukisikiliza maneno ya watu, kaangalia dharau zao, huwezi kufanikiwa popote. Nasema tena, pengine kuna mtu ananisikia, katika maisha ya kiroho, katika maisha ya huduma, katika maisha ya kawaida ya utafutaji, ukiangalia watu wanavyokuponda na kukudharau na kukubeza na kukuona ufai, ukatega masikio tu hivi uwasikilize, ukaacha kufocus na maono yako, huwezi kufika popote. Hata kama watu wanakubeza kwa sababu unavyovifanya ni vidogo, kaza mwendo, songa mbele. Nasema kaza mwendo, songa mbele. Hawa akina Nehemia walipokuwa wanajenga, akina Tobia wanawaponda, akina Sanbalati wanawakashifu, waliacha kujenga ule ukuta? Hawakuacha, walisonga mbele. Wakasema iwe isiwe, lazima tumalize malengo tulionayo. Tuna malengo ya kuzungusha ukuta mpaka tuhakikishe ukuta umekamilika. Hapa tuko katikati ya kazi, hatuachi kufanya kazi. Tutafanya iwe mchana iwe usiku. Akina Tobia watasema, akina Sanbalati watatudharau, sisi tunaendelea mpaka tufikie malengo, mpaka Bwana mwenyewe aseme basi, ndio nakuwa mwisho. Kama unanielewa vizuri, sema tena amen. Usitamani kuwa kama fulani kwa lazima. Kutamani ni nzuri. Ukitamani maana yake msogelee, jifunze. Lakini usiseme mimi kwa nini nisiwe kama fulani, na watu wanakuambia wewe huimbi vizuri kama fulani. Sawa, hivi vinavyoimba vibaya iko siku vitanyoka. Kuna mtu ananielewa? Wewe bora naomba tu dakika 5, umechoka. Sawa, na wiki nyingine nitajitahidi, mwisho nitafikia dakika 10. Wewe mbona kuhubiri kwako hauhubiri vizuri kama fulani? Sawa, iko siku katika kuhubiri kwangu Bwana atanisaidia, nitahubiri, watu watanielewa. Jisimamie mwenyewe, jithibitishe mwenyewe, na ujue ya kwamba Mungu akiwa upande wako, hakuna kitakachokurudisha nyuma. Haleluya, haleluya. Nataka niwaulize kidogo. Yohana Mbatizaji, si alikuwa mtumishi wa Mungu Na Yesu mwenyewe aliwahi kusema habari za Yohana Mbatizaji, akasema katika uzao wa mwanamke hakuna wa namna gani aliye mkuu kama Yohana Mbatizaji. Yesu mwenyewe ndiye anasema hakuna aliye mkuu kama Yohana Mbatizaji. Lakini huduma ya Yohana Mbatizaji ilikuwa ni ipi? Akihubiri, lile sauti lake linaenda mpaka mbali, alafu watu wanamkuta pale Yordani, wanaokoka na wabatiza. Yani lilikuwa lina nguvu ya kuwavuta watu. Wanatoka Galilaya, wanatoka wapi, kila kona. Maana yake wataalamu wanasema Yohana alikuwa akiongea hivi, sauti yake inakwenda kilomita 8, sawa na maili 5. Mbali kweli kweli. Akisimama hapa, yani mpaka Mwenge wanasikia. Akisema njooni nyie vizazi vya nyoka. Kulikuwa na amplifier, maspika Mungu ameweka umri, sauti linakwenda, linasukumwa na upepo mpaka linafika Mwenge kule. Watu wanakuja, wanakimbia, wanaokoka. Paka ye mwenyewe akawaambia, ni nani kizazi cha nyoka nyie? Nani aliye waambia muikimbie ghadhabu ya Mungu inayokuja? Si ndio ilikuwa huduma yake?
Swali nataka niwaulize, Yohana Mbatizaji huyu kwa neema hiyo aliyokuwa nayo aliwahi kuombea hata mgonjwa mmoja kapona? Hata wa mafua. Na mimi ninajua si ajabu katika kipindi cha Yohana watu walikuwa wanamwangalia Yohana, wanarudi wanamwangalia Yesu. Wanaona Yesu anafanya miujiza, anafufua wafu, anatakasa wenye ukoma, lakini Yesu sauti yake ilikuwa haiendi hata maili moja. Yesu alikuwa anaongea, sauti yake inaishia pale pale kama wanadamu wengine, lakini anafanya miujiza. Yohana hafanyi miujiza, sauti yake inakwenda mbali. Sasa wanamvunja moyo Yohana. Yohana, angalia mwenzako anafufua, anafanya nini? Mpaka Yesu mwenyewe anaenda kubatizwa, Yohana anasema hapana, mimi sistahili kubatiza wewe. Wewe ndio unafaa kunibatiza mimi. Wewe nikubatiza. Yesu mpaka akamwambia kubali hivi sasa, maana imelazimu kutimiza sheria, haki yote lazima itimizwe. Yohana akatiwa nguvu ya kuendelea kutumika. Hata kama kwenye maeneo fulani fulani hakuweza, lakini bado aliendelea kutumika. Piga kelele, sema amen. Naendelea kukutia moyo ya kwamba Mungu akusaidie. Kama unaimba kwaya, imba kwaya kwa kumaanisha. Kama wewe ni mtu wa maombi, omba kwa kumaanisha. Mimi kitu ninachokikataa katika maisha yangu na sikipendi mpaka kesho ni usanii makanisani. Mnanielewa? Mtu anajifanya na mpenda Mungu lakini mjanja. Unaishi na uswahili, ujanja, maelezo mengi. Umeamua kumwamini Yesu, muamini kikamilifu. Haleluya. Nasema tena haleluya. Kwa hiyo ninapenda nikutie moyo, kale kadogo liko nako, simama nako. Kuna watu ambao wameanza vibanda, wanauza viberiti, chumvi kidogo, wanafunga hata karanga za pakti, wanauza, lakini wanaendelea. Baada ya miaka kadhaa unakuta wanafungua duka. Hamjawahi kuwaona watu wa namna ile? Wanaanza chini. Hata Waswahili wanasema hata mbuyu ulianza kama nini? Kama mchicha. Kahuduma kadogo liko nako, usikadharau. Mimi nimewahi kuwa mwalimu wa kwaya. Umo wana kwaya wanapondana, wewe naye unaimba kama kikwalala, unaimba kama kinini. Mwingine alikasirika kaenda kukaa pembeni, eti naacha kwaya. Nikamwambia acha utoto, simama mwenyewe, maana umeitwa na Bwana. Haleluya. Kama unajua kuna mahali Mungu amekuweka ndio huduma yako, fanya kwa bidii, pasiwepo kukatisha tamaa. Kama ni kuimba, imba kwa bidii. Kama ni kutoa, toa kwa bidii. Kama ni kuomba, omba kwa bidii. Kama ni huduma, fanya kwa bidii, na hatimaye mwishoni utauona uwepo wa Bwana katika maisha yako. Ukiwa Mkristo, ukiwa mtumishi ambaye unasusa, unapuuza huduma, huwezi kufika popote. Kifo chako kinakuja, cha kiroho, cha kihuduma, cha kimwili, cha kiuchumi, chochote ambapo shetani amepitishia vitisho, utaua. Amka, simama kidete, songa mbele. Haleluya. Na Biblia inatuambia nini? Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 14. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 14. Twende kwa haraka tusome pamoja. Lakini mjapotezwa kwa sababu ya haki, mna nini? Mna heri. Tusome kwa sauti. Ndio sauti ya mwisho yako hiyo. Rudia tena. Wala msifadhaike. Bali mtakaseni Kristo Bwana mioyoni mwenu. Sema amen.
Sema amen. Msiogope kutisha kwao. Hebu nigeuka, mwambie uliyekaa naye, mwambie usiogope wanapokutisha. Geuka kwa mwingine, mwambie usiogope vitisho vyao. Usiogope vitisho, bali mtakase Kristo Bwana mioyoni mwetu. Mtakase Kristo Bwana moyoni mwako. Jina la Bwana libarikiwe. Mithali 28:1. Mithali 28:1. Dakika zangu zimeisha. Mithali 28:1. Inasema namna gani? Tusome wote. 1, 2, 3. Waovu kimbia wasipofuatiwa na mtu. B, tusome kwa sauti. Bali wenye haki. Sema tena. Bali wenye haki. Hebu jifanye namna hii. Sema mimi mwenye haki napaswa kuwa jasiri kama simba. Wapendwa, wengine hata akisikia tu nyau nyau anafunga mlango, anajificha. Ni mtu wa namna hii kweli? Nyau tu inakutisha, unabanwa mpaka na choo, unaogopa kutoka nje. Nini? Kuna nyau. Chui akitokea utasimama kweli? Hiki ndio kipimo cha ukomavu. Si useme amen? Ndio kipimo cha nini? Cha ukomavu. Kamlio kanyau unakimbia. Akija chui, akinguruma simba, sio taharisha na uko chumbani kwako na makomeo yote umefunga. Fika mahali kama mtu uliyeokoka, unajitangaza mwenyewe, unajihubiria mwenyewe, unasema mimi ni jasiri kama simba. Mimi ni jasiri kama simba. Hata kwaya yote inigeuke, mimi siachi kwaya. Hata wainjilisti wote wanibeze, mimi siachi uinjilisti. Hata wana maombi wote waniponde, mimi siachi maombi. Hata kanisa lote linidharau, mimi siachi wokovu. Mimi ni jasiri kama simba. Haleluya. Fika mahali jiamini, siwe mtu legelege. Jina la Bwana libarikiwe. Tunahitaji kanisa liwe na watu jasiri, watu ambao wanajua wanachokifanya, watu ambao wanamjua Mungu aliyewaita. Kwa hiyo vinapotokea vitisho vya namna mbalimbali, wanasimama kidete. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Nataka nikupe haraka bila kufafanua sababu 5 kwa nini hatupaswi kuogopa. Kwa nini hatupaswi kuogopa vitisho? Sababu 5 kwa nini hatupaswi kuogopa vitisho. Unatishia kukimbia huduma, unatishia kuacha kanisa, unatishia kutokuomba tena, unatishia kutokuhubiri tena. So unapotishwa namna hii na kutishia namna hii, nani aogope? Nani aogope? Sisi tulishaamua kutokuogopa. Tunasimama na Kristo na neno lake. Umeandika nini hapo? Sababu 5 kwa nini hatupaswi kuogopa vitisho. Sababu 5 kwa nini hatupaswi kuogopa vitisho. Namba 1, andika tu haraka. Andika, aliye upande wetu ni mkuu. Hilo la kwanza. Aliye upande wetu ni wa namna gani? Ni mkuu. Mimi katika vitu vyote ninavyoogopa na ninavyohakikisha sitoki ni kwamba niwe upande wa Mungu siku zote, na nihakikishe sijaachana na Mungu. Nikijua Mungu yuko upande wangu, siogopi tena chochote. Vije vitisho vya namna gani, naangalia
Mungu yuko upande wangu, bado yumo ndani yangu, bado ananitawala. Nikiona bado Mungu yuko upande wangu, napata ujasiri mara mbili zaidi, kwa sababu najua aliye ndani yangu ni mkuu, aliye upande wetu ni mkuu. Kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 6 na mstari wa 16. Hatutasoma, labda ukibandika pale baadaye. Kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 6 mstari wa 16. Namba 2, sisi sio waovu bali ni wenye haki. Sisi sio waovu bali ni wenye haki. Ndio lile andiko, wenye haki ni jasiri kama simba, lakini waovu wanakimbia wasipokimbizwa na kitu. Mtu anakimbia anaogopa kivuli chake mwenyewe. Sisi sio waovu bali wenye haki. Mithali 28 na mstari wa 1. Sababu ya tatu, kwa nini hatupaswi kuogopa vitisho? Kwa nini? Sababu ya tatu, tunazo silaha zenye nguvu sana. Tunazo silaha zenye nguvu sana. Andika tu hivyo hivyo. Sina muda wa kufafanua, lakini Roho wa Mungu atakufafanulia, utaelewa. Kitabu cha pili cha Wakorinto, waraka wa pili kwa Wakorinto. Waraka wa pili kwa Wakorinto sura ya 10. Waraka wa pili kwa Wakorinto sura ya 10 mstari wa 3 mpaka mstari wa 5. Waraka wa pili kwa Wakorinto sura ya 10 mstari wa 3 hadi mstari wa 5. Sababu ya 4, kwa nini hatupaswi kuogopa vitisho? Sababu ya 4, Shetani alishawekwa chini ya miguu yetu. Shetani alishawekwa chini ya miguu yetu. Shetani alishawekwa chini ya miguu yetu. Warumi sura ya 16 mstari wa 20. 16 mstari wa 20, kitabu cha Warumi. Sababu ya 5 na ya mwisho, kwa nini hatupaswi kuogopa vitisho? Kwa sababu hii, sisi ni washindi tangu zamani. Sisi ni washindi tangu zamani. Hiyo ni sababu ya 5. Sisi ni washindi tangu zamani. Naomba niweke hilo andiko, Warumi sura ya 8 mstari wa 37. Hii sababu ya 5. Warumi sura ya 8 na mstari wa 37. Haleluya kanisa. Amen. Naomba tusome wote hapa andiko la mwisho. 1, 2, twende. Lakini turudie tena. Haleluya. Unaweza kumshangilia Yesu anayetupa kushinda na zaidi ya kushinda. Zaidi ya mambo yote, sisi tunashinda na zaidi ya kushinda. Kwa nini tunashinda? Yesu alishamshinda Shetani zamani, na sisi tunatembea katika ushindi wa Yesu Kristo. Kuna mtu mmoja Marekani, nimemsahau jina, alikuwa na boxer. Alikuwa mtu wa ngumi, lakini alikuwa anatumia sana mkono wa kushoto. Sasa akaingia ulingoni, akampiga mwenzake waliokuwa wanapambana naye. Na unajua Marekani ukishinda kwenye boxing unalipwa hela nyingi, ni malaki ya dola. Alipompiga yule jamaa, akalipwa kile kifungu, akampa mke wake aweke. Mke wake kesho yake kaenda shopping. Watu wanampongeza, wanamwambia, mnakula hela za ushindi. Anasema ndio. Yaani kashinda mwingine, mama ndiye anaenda kufanya shopping, nunua magauni, viatu, nini. Akajaza gari. Kwa sababu gani? Anasema na mimi nimefanya nini? Nimeshinda, lakini aliyepambana ni nani? Mume wake. Katika ushindi wa Yesu Kristo, na sisi ni washindi.
Nasema katika ushindi wa Yesu Kristo na sisi ni washindi. Kama Yesu ameshinda kifo na mauti, kama Yesu amemshinda shetani ambaye ni muasisi wa vitisho, kama Yesu ameshinda mapepo, maana yake na sisi tunatembea ndani ya ushindi wake. Na mimi natembea ndani ya ushindi wake. Na mimi natembea ndani ya ushindi wake. Tayari shetani ameshindwa tangu zamani. Piga kelele, sema amena. Simama kwa miguu yako, tumshukuru Mungu haraka. Namshukuru Mungu, nimehubiri leo kwa dakika 38. Namshukuru Mungu kwa dakika 38, sio kawaida yangu. Lakini Mungu ni mwema. Kama somo litakuwa limeeleweka, Mungu akubariki. Na Biblia inatuambia katika Yohana sura ya 13 mstari wa 17 kwamba mkiyajua haya, hebu sema sisi sasa, usiseme ninyi. Tukiyajua haya, jina la Bwana libarikiwe. Nyosha mkono wako wa kulia juu namna hii kama wakili mwaminifu mbele ya Kristo. Sema, Bwana Yesu, asante kwa neno lako. Nimejifunza hapa kwa habari ya vitisho, na nimegundua ziko sababu za kunifanya nisitishike. Nisaidie Bwana, ili nijitambue kwamba kupitia wewe tayari nimeshinda. Tayari nimeshinda. Vitisho vya namna yoyote visinirudishe nyuma katika huduma yangu, katika maombi yangu, katika uchumi wangu, katika ndoa yangu, katika mambo yote ya maisha yangu. Wewe umeshinda na zaidi ya kushinda. Na sisi pia tumeshinda. Na zaidi ya kushinda. Bwana nisaidie. Niishi kwa kujiamini. Kama mtoto wa Mungu. Ninatakiwa kutumika sawa sawa na mapenzi yako. Asante Yesu kwa kusema nami mchana wa leo. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Chukua dakika moja, dakika mbili, jiombe mwenyewe. Omba Bwana nitie nguvu, Bwana niepushe na vitisho, Bwana nisaidie nifanye huduma sawa sawa. Nisikimbie huduma, nisikimbie kanisa, nisikimbie kwaya, nisikimbie praise team, nisikimbie timu ya maombi, nisikimbie idara, nisikimbie lolote. Mwambie Bwana, omba kwa sauti. Mwambie Bwana nisaidie. Mwambie Bwana nitie nguvu. Angalia natembea katika ushindi wako pamoja na vitisho. Nipe kusonga mbele katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru kwa sababu watosha. Neema yako iliyo kuu inatosha kutusimamisha tena kama kanisa la PCCT Beroya. Pasiwepo lolote la kutudhoofisha, pasiwepo lolote la kutuvunja nguvu. Tunatamani tusonge mbele. Tunatamani tusonge mbele. Tunatamani tusonge mbele. Angalia wenzetu wanaolegalega. Angalia wenzetu ambao wanalegea katika maisha ya kiroho, wanalegea katika utumishi, wanalegea katika huduma. Mungu asaidie. Mungu sema nao. Leta ukombozi wa nafsi zao, na wajitambue ya kwamba wako katika mazingira gani. Wajue kwamba pasipo wewe wao hawezi kufanya neno lolote. Simama nasi Bwana, tukirimie neema yako. Tuishi maisha ya ushindi, maisha ya kukucha wewe, maisha ya kutetemeka mbele zako. Jina lako libarikiwe na kusifiwa katika Kristo Yesu. Naomba na kuamini. Kanisa lote na tuseme amen. Amen. Piga kelele tena, sema amen. Amen. Hallelujah.